Na kubwa zaidi ile kutaka kuambiana ni kwamba ni lazima tujitambue sasa. Hakuna kitu kibaya kama mtu kutojitambua. Kuna mambo mengi yatakupita wewe kama hukujitambua, na fursa utaikosa. Mtu akishafikia umri wa baligh, kishabaligh, atakiwa ajitambue, na kuna mambo atakiwa ayajue kwa ulazima, sio khiari tena, kwamba yeye sasa ashakuwa mtu mzima wa kuandikiwa dhambi na kuandikiwa thawabu. Ile aya ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid inaanza kufanya kazi kwake sasa. Wakati ule alipofikia baligh alijue hilo, dhambi zinaandikwa, thawabu zinaandikwa, kwamba imefika wakati sasa atakiwa aoge janaba, imefikia wakati sasa aswali kwa njia ya ulazima, ni fardhu ain, afunge na mingineyo katika mambo ya lazima katika arkanul Islam na mambo mingineyo katika wajibati za Uislamu. Atakiwa ayajue, asipoteze fursa hiyo, kwa sababu yeye ni mas'ul amama Allah azza wa jalla. Kwa hiyo hivyo katika mambo mengine, unapotoka hatua moja kwenda hatua nyingine, watakiwa ujitambue kwamba mimi sasa hapa nilipofika makamu yangu ni haya na nafasi yangu ni hii. Kwa umri huu na nafasi hii nilionayo, iliyokuwa wajibu kwangu mimi ni kufanya 1, 2, 3 na kuendelea, na sitakiwi kufanya hili na hili na hili na hili. Kwa hiyo kama kukua da'wa yetu sisi imekuwa, kama ni baligh ishafuka, imefika kwenye kiwango cha kukomaa, lakini lazima na sisi tulioipokea da'wa hii tujitambue tuna nafasi gani katika jamii yetu katika kuielimisha na kuifikisha da'wa hii. Tukienda kitotototo na hali ya kuwa tushakuwa, mambo yatatuharibikia mikononi, na hakuna wa kumlaumu isipokuwa tunatakiwa tuzilaumu nafsi zetu. Lakini walillahi alhamdu wal minna, fadlan za Allah subhanahu wa ta'ala na si za mtu yoyote. Tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa sababu ya juhudi yoyote. Al-amruhu kulluhu lillah awwala wa akhira, jambo lote ni la Allah subhanahu wa ta'ala, mwanzo na mwisho. Hili ndilo ambalo tutakiwa sisi tulitakidi kutoka ndani ya nafsi zetu, lakini bado tunatakiwa tutambue sisi tukoje kina nani na tutakiwa tufanye nini kwa wakati wa sasa.